Mateso. Samahani. Habari gani? Salama, inakuaje? Salama. Nahisi kwamba hujanitia ule upuuzi wako tena. Mateso, najua mimi ni msumbufu kwako kwa sababu ya upendo wangu, lakini kuna kitu ambacho ukijui. Ningetaka ukijue kwanza. Fatuma, unajua nimeshachoshwa na drama zako, kwa sababu muda wote wewe ukosi vituko, ila ninachokiamini ni kwamba na imani hautakuja kuniletea habari unazoniletea siku zote. Sawa Mateso, ni kweli nakupenda, lakini tambua kwamba mtu anapofanya kitu jua kuna sababu. Fatuma, nahisi nimekwambia ya kwamba hayo maneno yako sitaki kabisa kuyasikia. Najua ulichokifanya na sababu zako za msingi, na yote hayo ni kwa sababu tu ya kuja kuniletea matatizo kwenye ndoa yangu, si ndio? Sawa, utayasikia, lakini jua sababu ya haya yote, hata mimi kuwa nyuma yako ni shangazi yako. Unasemaje Fatuma? Au umechanganyikiwa? Nadhani umenisikia Mateso, na sio mpaka niongeze sauti. Matatizo yote unayopitia wewe yanasababishwa na familia yako. Fatuma, naona sasa ya kwangu yamekushinda. Sasa hivi unaanza kuvamia familia yangu. Nataka kukwambia hivi, hicho kitu unachotaka kukianzisha, ole wako kisije kukuingiza kwenye matatizo. Kama ninavyokusii ukae mbali na mimi, basi kaa pia mbali na familia yangu. Unanitisha mimi Mateso? Wewe huwezi kunitisha mimi. Na kitu ambacho natakiwa ujue, yote haya ni kwa sababu ya upendo wangu kwako, na huu upendo utakaopate kwa mwanamke mwingine yoyote yule. Unaona ulivyo punguani? Yaani kabisa una akili. Na nilijua tu hayo ndio maneno ya mwisho ambayo utakuja kumaliza nayo. Unaona wewe? Leo umeanza na shangazi. Najua utamalizia na babangu. Mjinga wewe. Mateso. E Mola unisaidie, ninateseka sana ninayoyapitia. Lakini kaka, mbona hali ya wifi inazidi kuwa mbaya? Ni kweli mdogo wangu. Unajua kadri siku zinavyozidi kwenda ndio hali yake inazidi kubadilika kabisa. Hadi nashindwa kuelewa. Sijui nifanye nini. Nilifikiri labda ile dawa itamsaidia, lakini imeongeza matatizo. Pole sana kakaangu, maana mambo unayopitia ni magumu mno. Isitoshe gisi wifi anavyoumwa, yaani ni kama huko peke yako. Nakuonea huruma sana. Unajua kitu mdogo wangu, kama matatizo ni sehemu ya maisha, basi kwangu yamebeba maisha yote kabisa. Ukizingatia hapa, matatizo yangu ni makubwa sana tena sana. Yuko hapa na mdogo wake, lakini mdogo wake si msaada kwa kitu chochote kile kwake. Hebu angalia familia hivyo nitelekeza. Upande wangu pia nipo na wewe tu. Zaidi yako sina mwingine. Mimi na imani kwamba maisha kwangu yamekuwa mzigo. Tena mzito sana.
Pole sana kakaangu, mambo unapitia ni makubwa mno, unapitia shida kubwa. Ila mimi nilikuwa na wazo, unaonaje wifi umchukue umbebe kwa mama yake mdogo, kwa sababu hapo uko peke yako. Mdogo wangu, hivyo unamjua mamake mdogo na wifi yako? Siku ya kwanza kukutana naye, huwezi kuamini, alinionya kwa maneno makali sana. Natoka hapo nilishindwa kabisa kumjogelea ili kuweza kumjulisha hali ambayo inaendelea nyumbani kwangu. Dunia imeshanikataa. Ninachokiamini ni katika nguvu zangu tu. Nimelisikia wazo lako. Nilitamani aende kukaa nyumbani kwetu, lakini nikifikiria baba. Kaka, usizungumzie hivyo. Hiyo ilikuwa ni ushauri wangu, kwa sababu hapa mdogo wake hawezi kukusaidia hata kwa kitu chochote. Afadhali angekuwa kwa mama yake mdogo, kwa sababu mama ni mama, hawezi kumtupa hata wewe vipi. Hiyo ilikuwa tu ni ushauri wangu ningekupa. Nitafanya hivyo kwa sababu sasa hivi thamani yangu na utu wangu umeshuka kwenye hichi kijiji kwa sababu ya magonjwa ya mke wangu. Kama nilivyomwahidi, siwezi nikamwacha. Nitakuwa naye katika kila nyakati, labda tu umauti ututenganishe. Asante sana. Tutaangalia taratibu za kesho asubuhi. Basi sawa, acha basi mimi niondoke, nenda kumwaga huyu. Sawa. Bwana mwenyekiti, afadhali hivi tuko pamoja leo. Mimi napendelea kama ikiwezekana pawe msaada kwa raia. Juu huyu msimu jua ni lingi sana. Sijui kama mazao yatakuwa mazuri. Sasa pito zako huko ukubwani, utizame kitu chenye unaweza kutusaidia sisi wa raia wako. Unasemaje? Sidhani kama inaweza kuwa rahisi kivile kweli. Sababu huko ukubwani kuna mambo mengi sana huko. Alafu mzee, nimekumbuka kitu. Vipi tatizo la kijana wako Mateso? Hili swala umeshalifanyia kazi wewe kama mzazi? Sababu kijana wako Mateso inakuwa ni story la mjini kabisa. Kila mtu Mateso, kila mtu Mateso. Ni msaada upi ambao ushamsaidia kijana wako? Mateso. Mimi huwa swala la Mateso sipendi kulizungumza kwa watu. Mateso ni kijana wangu, nimemzaa mwenyewe, nimemkuza, lakini ni kama amenishinda. Tangu tuko ule mwanamke amepata vizaza, nyumba kunuka, mwanamke kunuka. Mateso hawezi kazi, amekuwa mzembe kabisa. Unaona haya makazi yangu ya shambani, mimi ningekuwa siko mhusika kabisa, lakini Mateso yeye amelala, hana. Kwa kifupi, ndio maana nakwambia mimi sipendi kuzungumza masuala ya Mateso. Atajijua. Mzee, mbona unakata tamaa mapema hivi? Mateso ni mwanawe mzee. Alafu kuna kitu mnajisahau. Nyie ni wazee wetu. Unajua kijiji hakiwezi kikaenda vizuri bila kuwa na wazee. Na nyie ndo mfano wetu. Sasa ikiwa kama utasema leo umechoka na shida za Mateso, Mateso haeleweki kuhusu tatizo la mke wake, nani mwenye anaweza kumkimbilia zaidi kama sio wewe? Unajua fika kwamba ili jambo ni aibu kwako wewe, baba yake na Mateso, familia nzima ya Mateso, kwa mimi mwenyekiti na wanakijiji wote. Tutafikia wapi na ile tatizo mzee wako? Mimi kama mzee wa Mateso nimeshamshauri njia zote
njia zote nimepita, lakini mateso hataki kunielewa. Mimi nilikuwa sipendelea ishi hata na ule mwanamke. Inawezekana kama na ule mwanamke pana mkono wake. Juu mtoto ametokea kuwa mzembe zaidi. Nimetoa ushauri wangu wote, lakini haueleweki. Lakini cha muhimu na chenye kinanifurahisha sana, wewe unaona mwenyekiti uliteuliwa uko kijana. Uenda wewe ukimsogelea utaweza mkamkerebisha. Kwangu mimi mateso ashanishinda kabisa. Nimembembeleza njia zote achane na ule mwanamke aweze kunyooka, lakini wapi. Sasa wewe hakutuma kama mwenyekiti, kama kijana mwenzake, uende umpe naswa, uenda anaweza kujikerebisha akabadilika. Utakuwa umenipa msaada kama Gisu unasema. Hii aibu tukao tumeijivua sote. Mateso kweli ni kijana mwenzangu, lakini kwa sasa hivi anapitia nyakati mgumu sana. Sawa, hamna shida. Tajaribu kukaa naye fasi moja, tujaribu kuyatengeneza na tuone tutafika kwenye suluhu gani. Halafu mzee, swali lako ambalo niliongea nimelitafakari kweli. Ni swali lenyewe liko muhimu sana. Lakini kweli nitajaribu kwenda kwanza huko bwani, niwaambie kidogo kusikana na matatizo ya mmea. Lakini tizama kama haya hapa yamepigwa na jua, sijui kama wanaweza kuvuna chochote kile. Hii swala ni lazima kweli. Alafu tuone kama watatupatia msaada ya dawa kidogo inaweza karekebisha haya mazao yetu kweli hapa kijijini. Tusije tukafana njaa kweli. Bwana mwenyekiti, mimi nasikia nimefurahi sana. Mazungumzo yetu leo ni kama jiwe moja limeua ndege mbili. Kwanza huyo msaada wako kwa mwanangu Mateso ni muhimu sana. Alafu na jicha pili chenye unamalizia kusema kama utaenda huko ukubwani, itabidi uende ndugu yangu, juu sisi hali imeshazofika. Labda tunangojea huyo msaada wako wa kweli. Asante sana. Bwana, hauwezi kutoka hapa bila sikupi mkono wa pongezi. Mke wangu, yani najutia sana maamuzi niliyoyashika, na pia nahisi kwamba ningelikuwa mtu wa kusikia haya yote yasingetokea. Mungu, hali yangu sasa ni mbaya sana. Hali yangu siku kwa siku nazidi kuwa mbaya zaidi. Heri ya jana kuliko leo. Nateseka sana. Sikuwa najua kwamba kama nanuka hivi mume wangu. Unasemaje? Na kwa nini ulinificha? Ina maana kwamba unasikia harufu inayokutoka? Nasikia mume wangu. Kwa nini ulinificha? Muda wote huo? Kwa nini? Ina maana ndivyo kisilivyokuwa na kunukia kweli? Mara kwa mara nakuuliza maswali, unanificha kwa nini? Mke wangu, naomba unisamehe mke wangu. Tambua sasa hivi na mimi napitia hali ngumu kwa sababu ya hali yako wewe. Mke wangu, mimi nahisi nilichokifanya ni kosa ambao nimerudi tena kukosea. Na kuhakikishia kwamba hii hali itaisha. Na mimi ndo mume wako pekee ambaye natakiwa kusoma na wewe katika kila hali. Naomba niangalie mimi tu mke wangu. Na kitu kingine ambacho nilikuwa naomba, kama itawezekana mke wangu, wende kidogo kwa mama mdogo ili naweza japo kupambana kwa sababu ya kukutoa katika hiyo hali. Na nawezaje kuondoka hapa? Nikuache peke yako? Mdogo wangu mwenyewe ndo najua hali yake. Hawezi kufanya chochote. Nakuomba kitu mwanangu. Na ndio. Nakuomba niko chini ya miguu yako. Nakuomba tuniache nibaki hapa. Japokuwa nafahamika sana.
mimi ni mzigo kwako na ni matatizo makubwa sana. Chanzo cha matatizo yote ni mimi. Nakuomba tu niache niendelee kubaki nyumbani kwangu. Sitaki kuwa matatizo kwenye nyumba za watu, nakuomba. Japo ni mama yangu, ndio sijakataa. Naye atajichoka. Mke wangu, uzito wa matatizo yako wewe lazima mimi nipambane nao. Hakuna mwingine ambaye anaweza kufanya hivyo kama sio mimi. Najua na kuelewa kila kitu, lakini wewe kama sio mzigo kwangu. Wewe ni mke wangu. Sawa, kama mimi nimesema kwamba unataka kwenda kwa mama mdogo, ni kwa sababu niongeze nguvu na jitihada ili kuweza kuhakikisha mke wangu unapona. Naona labda uwepo kwako hapa nyumbani, labda kuna changamoto ambayo natakiwa nijue mke wangu. Alafu kuhusu mdogo wako wala usijali. Kazi zote mimi nitazifanya tu. Sawa? Sawa, nimekubali. Naonekana sifai mjinga. Najua tunapambania kwa sababu unanipenda na bado unanihitaji kwenye maisha yako. Kweli. Nilivyozaliwa ndivyo walivyozaliwa. Jina langu limechukua uhai. Asante sana. Basi nyamaza, mke wangu atakulia. Aliyewapa riziki atatupatia. Nitazingatia kila kinachohitajika kuhakikisha umepona. Nipo tayari kwa lolote kuona umerudi katika hali yako. Familia tumetengwa, hakuna kuhudhuria. Twaumia. Usaliti kwa watu wa karibu, siku za nia, mateso. Yaani Sophie, hii nyumba inaendelea kuwaka moto. Leo vitu vinaanza vikuwa vizuri, kesho vikabadilika kuwa vibaya. Yaani mume wangu sasa hivi amebadilika, sioni mahali ambapo anapoelekea. Unaniletea tena stori za familia yako? Wewe nilikwambiaje rafiki yangu? Mimi sitaki kuwa naingilia mambo yenu wewe na mume wako, sitaki. Hivi napo kulikoni? Sophie, nisipokuambia wewe nitamwambia nani? Yaani hapo juzi kati tumeuza kiwanja. Yaani pesa zote sijui mahali ambapo amezipeleka. Pesa zenyewe sijui ameziweka wapi. Pesa tumekuwa tumepanga kama tutafanya mpango, lakini sijui mahali ambapo amezipeleka. Alichoniambia cheti, pesa nimeenda kuzifanyisha mradi. Mimi inaonekana kama mimi sifai mbele yake, yani hataki kunishughulisha. Alafu nasema nisikwambie wewe. Lakini Dina, unajua kama unanishangaza sana. Sio ndio kipindi kile ulikuwa unaanza kuniambia sijui mume wangu amejirekebisha, sijui mume wangu hivi ananipenda, hivi tunasikilizana. Maneno gani tena yeye unanianzia? Ama kweli ndio unasemaga wanawake wanakuagana, lakini wewe sijui akili zako umezitupa wapi? Kwa nini mwanaume aje kudanganya hivyo? Mwanaume anakuja tu anakudanganya, analeta tena mapenzi upya na wewe unazama, unafunga macho, hauoni. Paka unachukua pesa zote unampa. Unajua anakuwa anazipeleka wapi? Hauwezi kufunguka macho. Hauwezi kufunguka macho na akili. Mbona unajisikenga mzembe sana? Kwa kweli mimi nishachoka na mambo yenu. Nishachoka na ndoa yenu. Lakini Sophie, mimi kuleta matatizo yangu kwako ni kwa sababu najua wewe ndio msaada wangu. Wewe tumekuwa pamoja, ulikuwa ukinishauri katika mambo mengi, lakini leo unaanza kuniambia maneno ya kunikashifu. Kweli? Wewe mtu ambaye unaweza kunisaidia unaanza kuniambia maneno ya hivyo. Ujue mimi niko sawa. Tuko sawa tu, tunaishi vizuri. Maisha yetu yanaendelea salama. Karibu mwanangu. Asante mke wangu. Karibu Shem. Kumbe uko hapa. Yaani leo umekumbuka kuja kutuona? Maana ni siku nyingi sana hujaja kutuona. Ila usiwe unasubiri mpaka tukumisi sana ndio uje. Alafu mke wangu, mbona sijaona chochote, hujamkaribisha hata mgeni? Kwani shemeji umekula? Bado. Basi mke wangu, angalau basi ungeangalia hata japo soda. Mungu sijaivisha, yaani bado naandaa. Basi angalia namna gani ya kufanya ili mgeni aweze kujisikia angalau afadhali. Haya. Alafu unachojisikia mwambie akupatie. Sawa? Sawa Shem. Okay. Asante.
Sara, hayo yote ni matokeo ya kutosikia. Tangu mwanzo huko nilikuwa nakubembeleza wewe na mume wako, lakini mkagarariza kunisikia. Sasa angalia jinsi unazofika, mwili unakuwa tabu kwako, unakuwa mzito. Itaendelea hivyo mpaka siku mtasikia. Na kama unataka kupona Sara, na kuomba vitu viwili. Kwanza, mume wako aje kwangu anipigie magoti aniombe msamaha, na wewe vile vile kuchukua vitu vyako vyote ufungashe urudi kwenu. Uko unanisikia? Nadhani hujanifahamu vizuri. Sara. Shikamoo shangazi. Marahaba, ujambo? Sijambo. Niambie, huko uko unaenda wapi? Nilikuwa naenda kwa rafiki yangu tu hapa chini. Shangazi, leo jioni nilikuwa napanga nije kukuona. Ni heri hivi tumekutana. Kitu cha kwanza shangazi, nashukuru sana kwa kuwa amenipambania. Ulitaka nipate kitu ambacho moyo wangu napenda. Na kia pili sasa shangazi, ni kuhusu Mateso. Nimekaa na kufikiria changamoto anazopitia Mateso ni nyingi sana, na kichwa chake hakiko sawa kwa sasa. Kwa nini nisimwache akae na maisha yake? Kwa nini nisimwache akae apambane na yale anayoyapitia? Shangazi, mimi naomba huyo muda ambao unatumia kunipambania mimi niwe na Mateso, tumia huyo muda kumpambania Mateso mwanao awe sawa. Tumia huyo muda kumpambania Mateso mke wake aweze kupona. Sasa hivi Mateso jina lake limevaa uhalisia. Shangazi, kama kweli unampenda Mateso, mpambanie mwanao. Fatuma, hivi kweli unachokiongea unakisikia? Kwanza wewe una bahati kwa kuchaguliwa na mimi na babake Mateso. Kuna wengine wako wanapambania kusema wapate nafasi kama hiyo, wanaikosa. Ila wewe unakuja kuniletea ujinga kama huo. Fatuma, jirudi kwenye maneno umeniambia. So shangazi, mimi nimekusikia. Lakini shangazi, ungekaa ukafikiria yule mke wa Mateso ni mwanamke kama mimi. Yale anayoyapitia hata ingekuwa kwangu nisingefurahia. Fatuma, unaniona mimi jinsi nilivyokupambania wewe? Yaani unaniona kama mjinga kwa kukupambania wewe? Sikia nikwambie, ni wanawake wengi sana hapa kwenye hichi kijiji wanamtamani kumpata Mateso, ila nakupambania wewe, unanionyesha mambo kama haya, utajutia. Shangazi, wenda kwenye hili usinielewe, lakini mimi nipo sahihi. Utanisamehe sana shangazi yangu. Fatuma, nilijua kama we ni binti mwenye akili, kumbe we ni binti mjinga tu. Tena kwenye wajinga we ni namba 1. Ona sura yake.